makamu wa mkuu wa shule ya Kibo Mwalimu Doto Sayo, makamu mkuu wa shule ya Wari, viongozi mlioko hapa mbele, ndugu wazazi mlioalikwa siku hii ya leo, ndugu wafanyakazi wa jumuiya hii ya Mtakatifu Thomas wa Aquino, kimaanisha wafanyakazi wa Kibo na wafanyakazi wa Wari, ndugu wanafunzi mlioko hapa, bila kuwasahau wanafunzi na wana St. Thomas Aquinas kutoka chuo kikuu cha KCMC. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Awali ya yote, mimi nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutufikisha tena siku hii ya leo tunaposherehekea St. Thomas nyingine. Naomba tumrudishie Mungu sifa na utukufu. Lakini pia nimshukuru Baba Paroko kwa majitoleo yake juu ya taasisi hii, maana kuanzisha taasisi mpya si mchezo. Ukiona leo unashangilia Kibo imechanua, tumeanza mwaka juzi, ni jambo, ni kama muujiza. Lakini muujiza huu, sifa zote hizi hatuwezi kuacha kumpa Baba Paroko na ofisi yake kwa ujumla. Naomba tumshangilie Baba Paroko. Lakini pia mimi ni washukuru walioratibu sherehe hii yetu na mpaka tunaiona imependeza, kila idara, nikianza kwa kumshukuru mkuu wa shule ya sekondari Wari Mwalimu Steven Moses Ruhende, maana yeye yuko kwenye idara hii ya liturujia, ndio mkuu wa idara ile. Maana yeye ndio alikuwa analisimamia jambo hili kwa undani sana lisije likaharibika. Naomba tumrudishie mwalimu huyu makofi. Lakini pia ni washukuru wazazi wawakilishi waliotoka kanda mbalimbali, wana majukumu mengi sana ya msingi, wangeweza kukataa na wasije, lakini kufika kwao hapa ni baraka kubwa sana kwetu. Naomba tuwapongeze wazazi hao. Wanafunzi mnatakiwa mwe serious kama waasisi wenu wa taasisi hii. Mnapoambiwa kuwapongeza wazazi, wapongezeni kwa shangwe ambayo hata mtu anayepita barabarani asikie, hata kama mna njaa. Naomba mpashe kwa ajili ya wazazi wao. Pasha. Wape 5 factorial. Pia nipende kuwapongeza walimu na wafanyakazi wasio walimu wa taasisi hii ya Mtakatifu Thomas, na wao wamepambana sana katika maandalizi haya kwa ujumla. Kwa hiyo hatuwezi kuwasahau kuwapongeza watu hao. Naomba tuwashangilie pia. Lakini pia hatuwezi kuwasahau wanafunzi. Nanyi mmeshiriki kwa namna moja au nyingine katika maandalizi haya ya sherehe hii. Naomba tuzipongeze wanafunzi, ninyi wenyewe mjipongeze. Lakini naomba nisipongeze kwaya hizi ambazo zimeimba, kwaya ya shirikisho. Of course misa, nilikuwa naongea na mzazi mmoja akaniambia, mwalimu, kwa mara ya kwanza nasali misa ambayo haichoshi. Nilikuwa natamani iendelee kwa sababu kila mara misa ina vibe. Kwa hiyo naomba tuwapongeze wanakwaya wetu wa siku ya leo. Ukiwapongeza wanakwaya hawa bila kupongeza kitivo hicho cha muziki, kikiongozwa na Mwalimu Gashule,
profesa huyo. Unamwona mwili wenyewe kama Thomas wa Aquino. Ana madini mengi sana yule bwana. Akikanyaga kile kinanda, kila aliyeko hapa ana taharuki. Naomba tuwapongeze idara hiyo pia. Lakini naomba tuwapongeze pia kipekee kwaya ya Mtakatifu Agustino wa Hippo. Wao walikuwa wanaimba wakiwa na furaha zote. Tunasema kuimba ni mtu anayeimba anasali mara ngapi? Aha. Sasa kuna wengine wanakuja hapa mbele, wanaimba, mwingine anacheza tu, hata hivi kama mwambie mwalimu, unamwona udogo anayaua yeye, hata hivi. Kwa wale of course walikuwa wachache, lakini walikuwa na motivation kubwa sana. Naomba tuwashangilie. Mpo. Lakini pia niwapongeze kwaya ya Mtakatifu Alberto Mkuu. Hawa ni form 6, maana nao walitumbuiza kwa kiwango chao. Naomba na wao tuwapongeze pia. Tuwapongeze pia kwaya ya Mtakatifu Cecilia Wari, maana wao ni form 5 ndio wameingia shuleni. Bado wanakomaa, tunawapikia msoso wa maana ili sauti ziwe nzito, lakini wamejitahidi pia. Naomba tuwapongeze. Tuwapongeze pia kwaya Mtakatifu Cecilia Kibo, japo ilivamiwa na wavamizi mwishoni, lakini kwaya hiyo nayo imejitahidi. Naomba tuwapongeze pia. Basi baada ya pongezi hizo za watu mbalimbali walioshiriki kwa namna moja au nyingine kutufanya leo tuwe wenye furaha kiasi hiki, of course ni watu muhimu sana. Mimi yangu ni machache. La kwanza kabisa lilikuwa ni shukrani, lakini la pili nilitaka kuelezea kidogo maendeleo ya taasisi ya Mtakatifu Thomas. Lakini ndio maana nikasema ninyi wanafunzi mkiwa mnakula chakula angalau muwaone kina Odenberg. Ukiwaona kina Odenberg waulize, nyinyi Oden mlikuta nini? Watakwambia kina Oden waliwakuta kina Kennedy Cletus Nchawe. Enzi ya kina Cletus. Naomba mnisikilize kwa makini. Na ndio maana leo hata kwenye misa kuna kitu nilimuuliza mwalimu wa idara hiyo, kwamba mwalimu, ndio St. Thomas ambayo tulikuwa tunaifikiria, mbona sasa inakuwa ya ajabu? Hatuwahi kulea wanafunzi wa type hii. Wali inaanza tulikuwa tunaifundisha wawili tu. Na ndio maana nikiona sasa inadidimia napata uchungu sana. Ninyi mnaweza mkawa mnashauti, amuelewi mitandao maana mmeikuta inang'aa sasa. Na una uwezo wa kuongea chochote kwa sasa. Ndio maana nikisimama hivi, kwanza tafakari mara 3. Nani anaongea? Ukishajua nani anaongea, kaa kimya. Alafu subiri nimalize. Kazi yako hiyo moja, kupongeza na kushangilia. Ila hii tabia ambayo mnataka kuianzisha sijaipenda. Nilisikia hata wakati wa misa, askofu yuko hapa mbele. Wanafunzi ambao walikuwa ni wanakwaya mkaanza kuzungumza kwenye ibada. Sio mara ya kwanza. Siku moja pia kulikuwa na misa hapa, nilisikia tabia hiyo. Kumbe kitabia kinazaliwa St. Thomas. Sio ile ambayo tulikuwa tunaifikiria sisi. Ndio maana niwaambia mkitoka hapa muulizeni Oden uliwakuta kina nani? Atakwambia nilimkuta Gwiji aliyekuwa amekaa St. Thomas, kila mmoja anamuogopa, Kennedy Cletus Nchawe. Lakini baada ya kumuona Kennedy nilimuuliza somo yake, atakuelezea historia ya Kennedy. Na tunapozungumza Kennedy, College of Engineering ya mwaka wa 3 ndio best student.
Hakuna best student alishaikuwa na tabia za ajabu ajabu. Nakupa hiyo historia kwanza uwe na hofu. Wamepita wenye uwezo mkubwa sana kuliko unavyodhani. Ukimaliza muulize wewe ulipewa historia ya kina nani? Nilipewa historia ya kina John Bosco Ambrose Owiso. Mnasoma mabango kule wale. Hamjui hata historia yao, mnapiga kelele. Kwa mimi sasa naomba mnisikilize vizuri sana. Kuna tabia nyingi ambazo zinaweza ikawa zinaibuka, ndio maana lazima ujue mafanikio ya St. Thomas. Lakini kabla ya mafanikio, pata picha ndogo sana ambayo inaweza ikawa ni fundisho kwa wafanyakazi na wanafunzi. St. Thomas, pata hiyo imagination, tusende mbali sana St. Thomas. Can you imagine? Walimu wawili wanafundisha masomo yote ya science. Inakuingia akilini? Yaani kila mmoja akitoka hapa akakae nafasi yake aanze kuitetea St. Thomas, kuijenga. Leo tunamsherehekea St. Thomas. Wewe unashiriki namna gani kuijenga sasa? Unashiriki kuibomoa au kuijenga? Tuangalie, ndio maana nikamwambia mafanikio ilianza, yaani kutoka walimu wawili wanafundisha science. Mwalimu Steven Moses Ruhenda akifundisha biology na physics. Mimi leo ndiye nikifundisha chemistry, advanced maths na bio. Can you imagine? Matokeo yanatokea 2021, masomo yote yanakuwa ya kwanza kimkoa. Yanakuwa ya kwanza kimkoa. Wewe ni mgeni sana hapa, ndio maana una uwezo hata wa kudiscuss na mwenzako. Hujui historia hii. Masomo yanakuwa ya kwanza. Sasa baadaye tunataka kujiulize, mbona asili walimu ni wengi, masomo sio ya kwanza? Au wanafunzi ndio tatizo? Hawako tayari kujenga St. Thomas. Kama walimu walikuwa wawili, huyu bwana anafundisha physics biology, anakuwa kwanza kimkoa masomo yote. Mimi nafundisha advanced maths, BAM na chemistry, nakuwa kwanza kimkoa. Lakini leo mna walimu wengi na ninyi huenda mnakuja na matokeo makubwa sana ya olevu, lakini mtu impress hivi. Kumbe kuna tabia mnazidevelop sio sahihi. Kwa hiyo tujifunze St. Thomas ilianzaje, tunaiendelezaje sasa kuanzia hapa. Intake ya pili inatoka kina Kennedy Petrus Mchalo, bado wa jamaa huyo wanashikilia usukani wa kufundisha masomo. Wanaingia intake ya tatu, bado masomo yanashikiliwa na watu wawili ya, na bado yanaukimbiza mkoa. Inaingia intake ya 4 na mwanangu akiwemo kwenye ile darasa Joseph. Bado tunalifundisha ile darasa. Mimi nimefundisha yule mtoto wangu topics zote za hesabu. Nimefundisha topics za chemistry kwa sura chache, ndio mwalimu anaingia makamu mkuu wa shule wangu akaanza kulifundisha ile darasa kidogo naye. Na wengine wengi wakaanza kujoin sasa, wapo waliokuwa wanaingia na kutoka, wengine wana stable hivyo. Lakini nawapa picha ya matokeo yalikuwa yanakuwa makubwa sana that time. Na kweli wanafunzi walikuwa fighters. Leo ukimwongelea Othniel Kweka, mama yake yuko pale, alikuwa ametulia pale. Othniel walikuwa ni wanafunzi ambao walikuwa wanasema nina PCM pale. Sasa ukianza kumtafuta PCM asibu muone PCM Mbeya. Yeye ndio mimi mnanipa hasira kwa sababu mnapiga kelele mbele ya mtu aliyeanzisha hiki kitu na ana uchungu nacho. Si naelewa. Wewe uliyeko wali hapo, tunaingia wali, kuna madarasa matatu. Unaoyaona mbele yako kasa yale matatu ya ndio tuyakuta sisi matatu. Na haya mengine wameyajenga wanafunzi. Wewe umejenga nini? Unajenga ni achana na majengo sasa. Jenga hapa sasa, uiachie St. Thomas credit. Wewe mpo pale unashangilia. Lakini you know this. Watu wali sweat pale ndani. Wewe ulikuwa unaziona zile ziko zamilika. Wewe labda serious okay. Utundu umekuwa mwingi. Mtu mwenye nidhamu anapoongea mkubwa wanakuwa kimya. Paka mwenyekiti wa bodi, kwa sababu tumekuwa naye mwenyekiti wa bodi tangu tunaanza. Amesema mwalimu mmefeli wapi? Ananiambia tuona maisha haya. Wanafunzi wanaoongea kweli, mwalimu mmeshindwa wapi? Huyo mzee ni watu smart sana.
mnajipanga kwenye foleni, mnaenda kumpokea baba askofu, mwandamane, mnaongea. Picha mbaya sana mmeonyesha. Kwa kuanzia leo sasa, tukitoka kwenye sherehe hii, tuondoke tukiwa na misingi ya St. Thomas. Misingi ya St. Thomas mnaijua vizuri sana, ambao ndio imefanya matokeo mnayoyaona. Tulikuwa walimu wachache, lakini matokeo yalikuwa yanatokea kwa sababu gani? Wanafunzi walikuwa na nidhamu ya hali ya juu. Discipline, liturgy and spirituality bado iko hai, lakini nidhamu inadorora. Academic excellence bora katika taaluma. Je, leo kweli nyinyi wanafunzi ni wafia St. Thomas? Je, mna zile scramble zile, tunataka kweli sisi watuone? Mngekuwa hivyo, maana yake tungeona maajabu. Hard working, yaani watu wapishane kule madarasani wanakesha. Muulize mama yangu nesi yule Grace Mkia, wakati wanaanza anajua huyu. Ulikuwa unaona kina John Bosco wanatoka bwenini wanashindana kukimbia mbio, ametoka kula, anasema mimi siwezi poteza dakika 5 kula. Leo unaona wanafunzi wanakimbia. Failure moja kubwa sana. Mimi nimeiona hapa kabla sienda kuwachunguza kule wale wanaishi hapa. Na waona wanafunzi wao wanafanana. Walioko hapa na walioko kule. Wanafunzi kwa maneno haya ya leo, hakuna aliye salama la BK. Rudini muianze kuibeba St. Thomas. Muijenge. Ili wadogo zenu wanaokuja wakute misingi yenu migumu. Tuliposimamia misingi hiyo, taasisi hii kainuka. Mwanzo wanafunzi wa mwanzo wote walikuwa wanakuja kwa sababu wanamjua Shija, wanamjua Ruhende, basi hawakuwa wanajua neno wali. Kwanza walikuwa na tuzi yake, wanatuambia wali Kichaga ni pombe. Siwezi peleka mwanangu sehemu ya pombe. Kumbe walikuwa wanafuata jina. Baadaye matokeo yakatokea na ninyi ndio mkaiona wali na wengine wengi wakaiona wali. Kwa sasa kwa kwanza kwake huko mlipokuona waasisi hao wawili wakamove na kuanza, basi matokeo yakaanza kuonekana, mafanikio yakaanza kuonekana. Moja ya mafanikio ambayo tumeyapata ni matokeo. Matokeo yalikuwa yanapanda kila mwaka. Kama mnavyoona, manake kila mwaka matokeo yanakuwa ni makubwa. Lakini pia hatukuishia kwenye matokeo. Tumeenda mbali zaidi, tukaweza kufanikiwa kuwa na eneo la kujenga taasisi yetu ya Mtakatifu Thomas, ambapo ujenzi ndio unaendelea. Nadhani muda wowote campus ile ya Mtakatifu Thomas inaweza kaanza rasmi na ikawa na wanafunzi wa kidato cha 5. Kwa hayo ni mafanikio. Mafanikio mengine, hapakuwa na keyboard. Sasa pana nini? Pana keyboard. Unaweza kuchukulia ni tukio la kawaida sana, lakini tukio moja gumu sana la kiimani. Ukisikia miracle ni ukituuliza sisi ambao tulikuwepo wakati tunaanza, Mzee Musha aliniambia, mwalimu, siamini hao wote wametoka wako chini ya St. Thomas. Mwalimu, mimi nilikuja na Frida akiwa mwanafunzi wa 15. Walimu wakiwa 19 kwa miezi mitatu. Wale ndio walikuwa kafara. Na wale walikuwa hawajui kuongea. Ukiwaambia usiye kelele wanakaa kimya. Kwa hiyo mnaweza mkaona mafanikio. Kutoka wanafunzi 19 mpaka leo hii tunasherehekea St. Thomas, mko zaidi ya wanafunzi 600. Wale wako 300 plus na huko wako 300 plus. Mna iko namba sasa. Hakuna shule ndogo wala kubwa. Mko 600 plus hapa leo. Kutoka 2019 walikuwa wanafunzi 19 tunaanza pale Machani. Tukiwa na madarasa 3. Leo nyinyi ndio toka wale mmeacha madarasa mangapi? Mengi, sio? Wale mnaosoma ile darasa la kupanda kwa ngazi ndio naenda. Ile lilijazwa. Msingi wako ulikuwa unanifikisha hapa mimi. Lilijazwa na wanafunzi. Na ambao walikuwa tayari kujenga St. Thomas. Walikuwa tayari kufia St. Thomas. Kwa hata sisi tukaifia St. Thomas. Maendeleo hayo yaliletwa na jitihada kubwa za wafanyakazi waliokuwepo muda ule, za wanafunzi waliokuwepo muda ule.
Ukimuuliza mama wangu au mama Uthinieli kwamba Uthinieli alikwambia alishaye kubeba hulibalo siku nzima kuanzia asubuhi mpaka jioni tukampatia soda kama awadi, ajui. Mwanae aje kumwambia. Lakini wewe leo tukubebeshe ndo moja ya Mola. Kesho kutwa mama yako anajua na baba. Nimekutolea mfano yule mama, baadaye muulizeni. Uthinieli leo kwambia alibeba ulibalo tena kwa furaha akiwa anaimba. Vijana wale walikuwa na furaha, wakiingia kazini wanaimba, wanafurahi. Mimi juzi hapa kuna watu tena walipewa adhabu, wamefanya kosa, wakapewa adhabu ya kubeba udongo wapeleke kwenye hilo holi linajengwa kule nyuma. Nikamsikia mmoja anaimba, haya yote sikuyataka mimi, alisababisha baba. Yaani baba yake ndo kasababisha kumleta hapa, kamsababishia shida za kubeba ila akafanya kosa. Si ndio? Nimekupa picha ya intake ya kwanza, intake ya pili, intake ya tatu. Walikuwa wanafanya zile kazi, hawaongei kwa wazazi wao. Lakini huyu kafanya kosa, kapewa adhabu abebe ndoo 5 kutoka chini kwenda kule, anaanza kujutia kuja shule hii. Tutoke hapa tuwe wamoja kama wanafunzi wa intake ya kwanza, intake ya pili na intake ya tatu. Na intake ya 4 kidogo ilikuwa na zoruba ya kinaodeni. Ilikuwa na zoruba sana. Tupiga mzee mpaka tukapani. Ila wakabaki wachache wenye nidhamu ya kweli, kinaodeni hao tukawana. Kwa hiyo nilikuwa nawapitisha kwenye hili mjue mafanikio hao yaliyopatikana niliyowatajia. Kuwa na idadi hiyo ya wanafunzi kwa sasa ni kwa sababu ya matokeo mazuri yaliyotengenezwa. Na haya matokeo yametokana na jitihada kubwa. Na leo nikamwambia nyinyi mliotoka wali naona yale majengo. Yale majengo hakuna mfadhili alikuja akayajenga. Tuliyajenga kwa nguvu zetu wenyewe. Wanafunzi walishiriki. Hilo darasa nimwambia lilikuwa refu hapa msingi wake. Lakini wanafunzi walijaza mola. Tulisisha masomo wiki moja. Je, ninyi tukisisha wiki moja tukalijaza lile bwalo kule, mko tayari? Hao ni wapi wanaongea? Hao ndio wawali hao. Wanaanza ndio. Hao hapa hawezi wakasema hivi. Wanajua kuna bwalo liko kule nyuma kule, bila msingi pia. Wapeleke wajaza hata kama ni jioni, uone sasa. Utakao uamini kama ndo wao wametoa hayo maneno. Kwa hiyo mimi message yangu pale ndogo tu ili nisipotezee muda, ushirikiano. Mnapojenga St. Thomas, jiulize wewe unachangia nini kujenga St. Thomas? Matokeo makubwa ndio tunayataka St. Thomas. Yatengeneze sasa wewe kesha. Leo tu hapa sasa mtu anaweza kabia kesha, anakwambia usingizi. Unaijengaje St. Thomas? Hapo si ndio unaibomoa St. Thomas. Ninyi mlipokaa hapa, mjiulize swali gumu, kwa nini tunazifanya sherehe hizi kwa pamoja kama tulivyokaa hapa? Tungeweza kuifanyia kule Wari, mimi nikaje huko, singeweza tukaifanya hapa Kibo, basi mwalimu akaja hivyo, au siku moja tukagawana tu. Mwalimu akae kule, mimi nikae huko, tufanye hiyo sherehe. Lakini kwa nini tuko hapa? Jambo la kwanza, tuko hapa kwanza mjue ni taasisi hii moja. Yaani weza huko Kibo, huko Wali, njoo wewe taasisi hii moja. Uwe mfanyakazi, kwanza kuna mfanyakazi wa Kibo wala wa Wali. Kuna mfanyakazi wa St. Thomas. Wewe wanafunzi walioko hapa, ujue kabisa ni wanafunzi wa St. Thomas. Tunakuadhimisha siku hii leo ya Mtakatifu Thomas. Ujichukulie wewe leo ni mtoto wa St. Thomas. Na ndio maana kuna mwanafunzi anaweza akatoka Wali akaja kusoma Kibo. Kuna wakibu anaweza akatoka hapa akapelekwa Wali kwa sababu ni shule hii moja. Kwa hiyo msio nafikia hata stage ya kwanza nyinyi wanafunzi. Kwa sababu niwaambia baadaye kutoka muongee na wenzao walikuwa na ushirikiano wa namna gani. Ninyi mmeshaanza kuwa mnapigana vijembe. Umoja. Niwaambia wenzao waliojenga St. Thomas walikuwa na umoja. Kuna watu wameenda kuimba kwaya kule, wamekutana na wenzao wanawaambiaje, mnaona unajua wanakuwa mkiendaga kule tunawaboreshea chakula, si ndio? Si ndio? Maharage yanakuwa yako kwenye standard nyingine. Sasa kuna mmoja anaanza kuwasokota wenzake, unaona maharage sisi hapa Wali tunakulaga ya hivi, ni huko Kibo mnajisumbua tu. Sikiliza, mimi nayeongea hapa ni viongozi wa juu wa taasisi. Na tunapanga bajeti ya chakula.
mnashirikiana na mwasibu mkuu, mko naye kule. Haipo shule na leshi kuliko nyingine. Kwa maharage yao nao yaona ndio ya kwetu sisi. Nyinyi kwanza mnatakiwa moyo wa moja. Mwache maneno ya kuchonganishana kwamba mchonganishe mwenzako hapana. Aanze kurukaruka, anawaza aende kwa maharage yaliyoungwa. Hiyo ni dhambi mbaya sana. Taasisi ni moja na chakula chake kinafanana na ratiba ni ile. Ukitoka hapa kama leo kuna maharage na kule kuna maharage. Kwa maisha hayo msiishi. Mwingine akaanza kumsokota mwenzake. Nyinyi wavulana mko wangapi? 70 kilo. Sisi nyewe kibo mko 80 nao wavulana. Kwa sisi. Lakini sisi tuko 70 kilo. Sisi watu tunakula ndoo 7 za wali. Alafu nyewe 3. Wapi na wapi? Wale wakibo wamekuja huko jicho limetoka kama linachomoka. Kasokota jamaa huyu mmoja. Lakini wamekuja hao wakibo jicho kama linataka kuchomoka. Huko mna. Yaani tunaona hata leo hawashangilii. Wao wakibo ndio hawashangilii. Wameshajenga chuki. Yaani wanaamini wenzao wanakula ndoo 7 wanaume 70 kilo. Alafu wao 3 wako 80. Yaani ndio unaweza kuona watoto uwezo wao kufikiri ni mdogo sana. Sasa kwa maana wao hawajatumia kwa common sense kwamba hizi taasisi zinaongozwa na nani? I say. Unajua umri ni umri, lakini sisi kwa form 1 form 2 umri sio? Sasa jamani, muondoke hapa mkijua hizi taasisi ni za mtu mmoja. Ratiba yake ya chakula inafanana. Ukisokotwa na mtu mwingine ukasokoteka, basi kaamua kupanga. Nimeamua nizungumze hili kwa sababu tumekusanyika wote wana St. Thomas. Na mjue kabisa ratiba ya St. Thomas inafanana, iwe chakula, iwe skonzi, kama skonzi moja wote moja. Hakuna mahali utakuta kuna skonzi mbili. Zikishapanda zikiwa mbili kote. Siku zikiwa 3 zitakuwa 3 kote. Umeelewa vizuri? Ndio. Mwenye masikio anajua amesikia. Kwa mimi nilikuwa najaribu kuelezea mjue St. Thomas. Kwanza mjue founder wenu ni kina nani, walianzaanzaje, walikuwa wanafundisha masomo mangapi. Leo mna walimu wengi. Weakness yenu nyinyi mmekosa ushirikiano na jitihada kujituma. Ondokeni leo sasa mkiwa na spirit hiyo, nyinyi ni familia moja, msitengane kwa namna yoyote. Lakini jambo jingine mimi nimalizie tu kwa kuwapongeza kwa matokeo ya Mungu. Naomba tujishangilie kwa matokeo ya Mungu. Wanafunzi, mbona mshangilia mwataki? Sasa kama mwataki, kwa nani alifanya mtihani? Matokeo ya moko, of course, kama mtakuwa serious kuitafuta NECTA, inaonyesha kuna jambo mnaweza mkafanya jambo jema sana kule mwendako. Wanasema nyota njema huonekana kwa hakuna nyota, hakuna jambo jema lishaye kutokea bila kuonyesha dalili. Kwa nyinyi mmeonyesha dalili ya kwamba mkiongeza juhudi, mkaacha kubweteka, yaani mkaanza kukesha, sasa mnaweza mkatengeneza matokeo makubwa sana na mkavunja historia za watu ambao mpaka leo tunaongea wanakera Unasikia tukiongea Cletus Mcharo Kennedy, unapata hasira. Usipate hasira, alikuwa wa 10 kitaifa. John Bosco Ambrose Owiso alikuwa wa 10 kitaifa. Filipo Antipas Ngeleshi alikuwa wa 9 PCB. Wewe wangapi? Yaani wewe unajiuliza hilo swali gumu. Yaani kama hujatia jeuri yoyote, sikia au majina kwanza. Katibu mkuu anataja sio akafuta na kumibona kabisa. Kumibona ilikuwa inatengenezwa na shule 3 kwa wavulana. Takola Boys, Wari na Mzumbe full stop. Na ikatia fora zaidi kwa sababu Wari shule ambayo ni underground yenye intake ya pili inaingiza wanafunzi 2. Takola Boys anaingiza 7. Alafu Mzumbe anaingia mwanafunzi 1. Shule zingine special kama Ibolo walikuwa na mwanafunzi 10 bora, Simila walikuwa na mwanafunzi 10 bora mwaka huo, Kibao walikuwa na mwanafunzi bora mwaka huo. Unaweza kuona nini jambo tulikuwa nayo.
Kwa hiyo ndio maana tunayataja hao majina yalifanya muujiza. Kwa sababu hata sisi huenda tunatengeneza wani za 3, lakini ukizirank haziingii 10 bora kwa sababu ya jitihada yenu imepungua nidhamu. Kwa hiyo sasa mimi niwaambie hapa na ninyi katengenezeni matokeo makubwa. Tuje kuwataje St. Thomas jana. Mimi natarajia St. Thomas jao tusome wani za 3 za St. Thomas si chini ya 50. Mko tayari? Form 6 mpo? Check mlivyolegea. Form 6 mpo? Yaani kama tu sauti yako yenyewe ya kinyonge, sijui kama uko serious. Kwa hiyo kwa matokeo yenu haya ya moku yanaangaza. Sasa mimi nitaka tu kwa sababu nitoe summary ya matokeo hayo. Kwa sababu tuko familia leo hapa. Hakuna shule mbili, sisi tuna shule hii. Yaani mimi nikisikia kuna mwanafunzi wali amefeli naumia. Huyu bwana akisikia kuna mwanafunzi Kibo amepata 0, anajaa upepo. Kwa nini anajaa upepo? Taasisi yake pia. Ikitokea anaanza kuicheka, anajicheka mwenyewe. Au mimi nikianza kuicheka wale najicheka. Yeye anajitekeni hapa nacheka mwenyewe. Ushie kuona hicho kitu. Simeelewa leo ni hapa sio ile sisi ni kila nani? Kwa hiyo ikitokea mwanangu huko wali ukazingua pepa, ikakosekana yeye hesabu, mimi naumia. Kwa sababu naona kabisa taasisi ambayo tulikuwa tumeaim kupata kitu fulani, tunafeli sasa. Hatuna taasisi, yani taasisi ni moja, St. Thomas, ambayo tunaiazimisha leo. Ili mlijue, kila mmoja anayetoka hapa, ajue kabisa, shida aliyokuwa anaongea, au mwalimu Steven Moses Ruhende, kumbe hata ile Kibo ni ya kwake. Ikitokea kuna mwanafunzi amefeli, amefeli. Kwa sababu ikitokea Kibo ikazingua ikafeli, wanafunzi mkahama, wafanyakazi wa Kibo watalipwa na kipato kinachotokea wali. Ikitokea wali imekufa, wafanyakazi wa wali watalipwa na kinachopatikana Kibo. Si umeelewa? Kwa hata kama ukakutana na mwalimu anakuambia mimi wana ni wa wali, kwa napambana ni mzidi yule wa Kibo ili wale wakose wanafunzi, mwambie mwalimu wakikosa watakula mshahara wako. Kwa hiyo na ninyi mjue kumbe ni familia hii moja. Ndio maana tunayasummarize haya matokeo kwa sababu ni familia moja. Mimi nianze kuyasummarize kama ifuatavyo. Kwanza kabisa nikianza na ufaulu wa shule zetu hizi mbili. Ufaulu wa shule zetu hizi mbili, kwanza waliofanya mtihani au form 6. Kwa upande wa Kibo walikuwa 178. Wanafunzi waliosajiliwa kufanya mtihani ni 178. Na waliofanya mtihani huo ni 178. Waliofaulu mtihani ni 178. Kwa definition ya haraka wamefaulu wote. Lakini shule hii ya Kibo imekuwa na GPA ya 2.2324, ambapo katika wanafunzi wa 178 wanafunzi 173 wamepata daraja la kwanza, division 1. Ambapo hilo daraja la kwanza wasichana wako 95 na wavulana wako 78. Wanafunzi 5 wamepata daraja la pili, division 2, ambapo msichana ni 1 na wavulana ni 4. Kwa matokeo haya ya moko hakuna daraja la 3, daraja la 4 wala daraja 0. Yaani taasisi ya Mtakatifu Thomas kwa kampasi yake hii haina daraja la 3, la 4 wala daraja 0. Kwa matokeo hayo shule imekuwa katika nafasi ya pili katika shule 82 za mkoa wa Kilimanjaro.
Kwa shule imekuwa nafasi ya pili katika shule 82 za mkoa wa Kilimanjaro. Lakini kwa kampasi yetu ya pili watahiniwa walikuwa 177. Yaani maanisha wale. Lakini waliofanya mtihani ni 176. Mmoja alikuwa ni absent, hakufanya mtihani. Ilipata GPA ya 2.8079. Ambapo division 1 zilikuwa 156. Katika idadi ile ya 156 wasichana wako 70. Lakini wavulana waliopata wani wako 86. Daraja la pili division 2 walikuwa wanafunzi 17. Ambapo wasichana walikuwa 7, wavulana walikuwa 10. Daraja la tatu walikuwa wanafunzi 3 ambao wote ni wavulana. Hapakuwa na msichana mwenye daraja la 3. Kwa daraja la 3 ndo likawa limeandika historia nyingine. Shule ikawa nafasi ya 4 katika shule 82. Kwa hiyo unaweza ukaangalia, nadhani unaweza ukaiona picha kwamba taasisi hii ya Mtakatifu Thomas kampasi zake ukiziangalia vizuri zina ubora ule ule. Kama ni msomi lakini unachambua, ubora wake ni ule ule. Kwa nini huyu ameenda nafasi ya 4? Ni kwa sababu ya daraja la 3. Kwa hiyo mambo ya GPA ikishatokea mtu ana daraja la 3 anakushusha kidogo. Lakini ukiondoa wao daraja la 3 utakuta kumbe hao watu walikuwa wana change position. Tushai kusema sisi malengo yetu wale ikiwa ya kwanza, Kibo ya pili. Kibo ikiwa ya kwanza, wale ya pili. Zi exchange position. Lakini hapa kuna vishule vina wanafunzi wachache. Kama kishule cha kwanza kina wanafunzi 30. Kina compete na mtu mwenye wanafunzi 178, 177. Kiko Rombo kule. Kwa nadhani unaweza kuiona, mimi naiongelea jumuiya ya Mtakatifu Thomas. Leo tunaongelea mafanikio ya taasisi ya Mtakatifu Thomas. Ili muangalie misingi yake. Kama nilivyoeleza, mkaifanyie kazi, muitetee taasisi hii, pambaneni kwa ajili ya St. Thomas. Ili St. Thomas ijayo tusome matokeo yenye division 1 zote. Kwa hiyo kwa matokeo haya, maana yake tukirenki katika jumuiya ya Mtakatifu Thomas, basi Kibo ni ya kwanza juu ya mwenzake wale. Lakini St. Thomas huwa tuna tabia ya kutafuta mwalimu bora kwenye kila mitihani tunayofanya. Kwa kuangalia best GPA, lazima tumtafute mwalimu bora. Utake usitake, tunatafuta mwalimu awe na anaweza kuwa na wanafunzi wengi au wachache, lakini akawa anategemea na juhudi zake. Kwa kumbe kuna mwanafunzi bora wa moko wa St. Thomas. GPA bora kabisa kwa St. Thomas mock ni GPA ya somo la physics. Ambapo shule ya awali kwa somo la physics wameibuka kidedea. Wana GPA ya 1.6099. Wala zani mkuu wa idara unaweza kusimama ukawapungia mikono tu. Asante. Sasa mkuu wa idara ndo mkuu wa shule na ndo mkurugenzi. Wewe shule kusoma taasisi iko hivi. Yaani mkuu wa idara, mkuu wa shule, mkurugenzi. Ni hatari. Kwa hiyo ndio ilikuwa best GPA. Ndio maana wameongoza kwenye somo hilo la physics. Kwa somo bora ni physics. Yaani mwalimu bora ametokea kwenye somo la physics. Hakuna cha kusema kuna somo lina history na watu wachache. Physics wako wengi sana. Kwa hiyo tunapochambua matokeo ya St. Thomas, unajua lengo la taasisi ni matokeo makubwa.
Matokeo makubwa sisi watu tunamaanisha wale ya 3, ya 4 au ya 5 mwisho ndio matokeo makubwa. Tusipopata hayo matokeo tuko chini ya kiwango. Lakini kulingana na muda au tutoshi, mimi nataka tu niwataje wale wa kwanza. Kama kuna watu tumeweza kupata waliopata daraja la kwanza lenye pointi 3. Usimuona watu wenye imani ni wengi. Sisi tunataka wenye 3 tuwaone. Kwa sababu tukisoma wenye 4 wanakuwa wengi, watajaa hapa wanatusumbua. Tusome wachache. Hatusome wengi sisi. Soma wengi, tunamwambia acheni kelele, andaeni matokeo, mnapiga kelele. Unajua historia ya St. Thomas. Basi mimi naomba nisome wenye wani za 3. Nasoma wanafunzi wa St. Thomas wenye wani za 3. St. Thomas ina wanafunzi wake kwenye kampasi 2. Basi nikianza na mwanafunzi anaitwa Noela Godfrey Tweve wa combination ya PCM. Ndio mbele haraka, ukitaje unakuja mbele haraka sana. Shangilieni hiyo binti jamani. Usiwe na loya kwa nini? Wewe mshangilie. Ni binti wa combination ya PCM. Ana A ya physics, ana A ya chemistry, ana A ya advanced mathematics. Ana B baba ya GS. Mshangilieni binti hiyo. Wani ya 3 nyingine ya St. Thomas ni ya Cosmas Sostenes Ngoi PCM. Mwanafunzi mwingine kimbia unachelewesha. Huyo ni Cosmas Sostenes Ngoi, ana physics A, chemistry A, mathematics A, ana GS C. Huyo yeye ana C ya GS. Akasema maelezo mimi sina uko nayo. Wewe endelea kufanya ujinga na ipe na kuita huko. Mwanafunzi mwingine mwenye wani ya 3 wa St. Thomas ni Magdalena Florian Yasenga PCB. Ate ndio mbaya, shangilieni bitu atembee kwa energy yake iliyomfanya apate wani ya 3. Yeye ni combination ya PCB. Ambayo yeye ana physics A, chemistry A, biology A, BAM B, basic applied mathematics B, GS B. Mwanafunzi mwingine ni wa PCB, anaitwa Aaron Ibrahim Mtweve. Yeye ana physics A, ana chemistry A, ana biology A, ana BAM B, ana GS B. Mwanafunzi mwingine ni wa PCB pia, anaitwa Frederick Herbert Chandu, wani ya 3. Yeye ana physics A, ana chemistry A, ana biology A, ana BAM B, ana GS B. Mwanafunzi mwingine kaka yake ndo alikuwa mwanafunzi bora kule wale wa mwaka jana. Malizieni jina. Watu wanalelewa kule kwao. Ushaje kumwona anapiga kelele? Anaitwa Ivan Robert Moshi. Ndugu wake na Good Love. Kwa ndugu wake na Good Love. Familia ilikuwa na sherehe mwaka jana. Ina sherehe tena mwaka huu. Kuna familia zenye baraka nyingi. Walisherehekea mwaka jana, wanasherehekea tena mwaka huu. Unachokipanda ndio utavuna mzazi. Hicho ndio unapanda nini? Mpiga kelele au anayeitia St. Thomas? Huyo ni Ivan Robert Moshi PCB, physics A, chemistry A, biology A, BAM A, B ya GS. Hayo ndio alikuwa matokeo ya kaka yake mtihani wa taifa. Alikuwa na A ya physics, A ya chemistry, A ya biology, A ya BAM, B ya GS. Wame ya kopi ya kaka yake. Yaani wale ya 3 nyingine ni ya Thomas Serafin Chaki.
B huyo. Thomas Seraphin Kaki. Kimbia bana, unachelewesha. Yeye ana physics A, chemistry A, biology A, BAM A, general studies C. Mwanafunzi mwingine anaitwa Ansila Albini Mochi. Ansila yeye ana kombi ya CBG. Ana kombi ya CBG. Ana chemistry A, ana biology A, ana geography A, ana BAM B, ana GS B. Kwa hiyo wanafunzi hao waliosimama hapo mbele, wao wameweza kupata daraja la 3 mtihani wa moko. Sisi tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu waweze na wengine wengi waungane nao kuzitafuta wani za 3 kwenda NECTA. Hao wote wao ni wanafunzi wa Kibo. Kwa hiyo campus ile ya pili St. Thomas inaongea kwa masikitiko. Imewatajia historia za Wakongo waliopita kwenye yale majengo mnayoyaona sasa. Tokeni hapa na asila za kwenda kuandika alama ya St. Thomas katika campus yake pendwa ya kwanza, ambayo nimekupa historia, ilikuwa na walimu wachache, yanatoka matokeo makubwa. Kwa hiyo tutoke hapa na asila, ila wao watuonyesha kumbe inawezekana. Na wao huenda wamepata hivi matokeo kwa sababu walikuwa na hofu. Unajua sisi kuna mtu anakuja kule wale anajua wale huwa wanapataga wani za 3. Kwanza ukikuta pale kuna kibao cha fulani, kibao cha pili ni cha fulani, wani ya 3, kingine kina wani ya 4. Kuna fulani tunaambiwa alifanyaga vizuri, alikuja na 2. Huyu anaitwa Wenceslaus Marandu, alikuwa na 3 akapata wani ya 4 ya IGM.